Hey. Hiya! Wonderful people, VP! Welcome to Chachi Raw, the show that brings you comedians from all walks of life. The show that brings you comedians that are funny, not just witty, but funny. And they all happen here on Chachi Raw, the only show that brings you these kind of people. With me, your host, MC Jesse. Welcome, ladies and gentlemen. And so, wale wasichana tuko nao hapa, angalia uone kama yeye ni wa kutoka mahali tunapenda kuigiria sana. Hebu angalia uone kama ametoka Kiambu. I told you this before and I can even say it again. If you want to know kama ametoka pande ya Central Kenya, Nyeri, Mulanga, you know. Ati mimi naitagwa Shilo, kwatu ni Mulanga. Na hiyo ameona kamera, sasa uni reporter wa NTV ako hapo. As you can see here, we have a witness, this thing that happened on Kiambu Road. And welcome, madam. Asanteni. Mimi naitwa Shilo, kutoka Mulanga. Na mimi bila nilikuwaga hapa, nilikuwaga tu nimekaa, nikasikia kana huko nje. Alafu nikasikia toa, nikajua hizo ni risasi. Alafu unataka nikwambie kitu kingine? Unasikia tuambie kila kitu. Alafu wewe jana si ndio ulikuwa unaniambia historia kuja uambie. Wote wako hapo. But wonderful people, we thank God for all these wonderful ladies that are here because wako. Lakini ulisikia hii kitu ilifanyika Art Cafe. Did you hear about the Art Cafe saga? So watu walikuwa wanasema sijui mzungu, ati sijui went to Art Cafe, sijui said what, sijui racism in Kenya. Where do you find it? We need to fight tribalism and then tuongee mambo ya racism, si ndio? Now let me tell you, these ladies, Nairobi women, hey, you surprise me. First of all, we don't know the kind of things that we buy in these places. Mahali kama Pizza Inn, you don't know what we buy there. I saw one lady from USIU. I saw you. Ameenda kununua pizza. Akafika, akaambiwa, akanunua ile pizza kubwa. Pizza kubwa kabisa, the large. Ako like niweke hile large. Akaekewa akaulizwa, nikukatakatie mara 12 ama 6. Siwezi maliza hizo 12, nikatakatie 6. Na pizza ni ile kubwa. So it means we don't know the things we are buying. Si ni kweli? Now nilisikia sijui alienda akaitisha, mtu mmoja aliitisha croissant. Inaitwa croissant ama ni croissant? Croissant, si ndio? Sasa hiyo croissant, huyu mtu ameitisha croissant. Alafu hakuuziwa zote, sijui ikakuwa nini. Ikakuwa kesi kwamba hajapewa zote. Wacha watu Facebook waanze kuongea. Nairobi women, please, let's wait. Before you know what is a croissant, usicomment ati this guy, ati oh my goodness, kama ni mimi ati ya croissant. Mimi ningeichukua kabla hata ikoroge na sukari shike poa kwa kikombe, nimumwagie. Croissant sio chai. Ni mkate. Za pastry. Hati mimi nimeangalia hivi ya croissant ikiwa moto na mmwagia. Ni mkate. So ladies and gentlemen, welcome once more to Chachi Raw. Wonderful ladies. So I want to introduce to you my first comedian that is coming here to crack us. And I have loads and loads of comedians tonight. And they're going to make you laugh right here on NTV. So ladies and gentlemen, I want you to show the love that you have for these comedians because they're doing a great job. Sini kweli? So please, show your love for my first ever boy on Chachi Raw today. One guy that is funny from that Kiambu town. Put your hands together for one and only Njoro. Hey. Hello. Sasa place yetu kumekuwa na shida ya mwizi. Na ni mwizi mmoja na tunamjua. My neighbor is Mohamed Ali. Huyo mwizi aliingia kwa Mohamed Ali bahati mbaya, but Mohamed Ali kumpata, baada amshike akaanza report. Jambazi gaidi mwizi sugu. Leo nimekupata peupe parawanja. Kabla hata ya kuku kumeza pinje la hindi.
Jambazi, unanibebanga upuzi sana. Kwa sababu ni juzi tu ulinichota DVD. Na leo naona umekuja kunichota bado. DVD umetoa? Nilijua utakuja, kwa hivyo nilihamisha nikapeleka kwenye chumba cha kulala. Gaidi, nataka uchague vifo 3 vya jambazi. Kifo cha kwanza cha jambazi ni kwa mtutu wa bunduki. Cha pili ni mob justice na cha tatu ni kukuweka taya. Chagua. Sijui nakuuliza kwa nini uchague. Na wewe ni gaidi. Wacha niite jirani Njoro. Anakuja kwangu but bado anakuja kiripoti. Kong Kong. Kong Kong Kong. Nikafungua mlango. Njoro, siku za mwizi ni 40. Nikamuuliza ni nini? Mchovi asali hachovi mara moja. Nikamwambia manze Mohamed sikuelewi. Gaidi ambaye aliiba DVD yako, microwave ya Kemani, kamba za viatu za Omolo, bila kusahau visu vya mama Wanjiko vya kukata sukuma, ako kwangu. Mimi kusikia ni mwizi nikakimbia kwa hao mbio pa. Kufika mwizi hayuko. Nikauza mwizi yako wapi? Ni takriban sekunde 5. Huyo gaidi amepitia kwenye hilo dirisha. And then this guy, kitu amjui, this guy last year alifanya wedding. But kitu ilinibamba kwa hiyo wedding ni the way ali take vows. Aliuliza nini swali rahisi? Mohamed, umechukua huyu binti awe mke wako? Alianza report. Ninakuchukua wewe kibibi, kitoto, kidem, kisupa, kisupu, uwe mke, kivumishi, kiandishi, kishaishi kia roho yangu, na nakupatia pete hii, nambari ya usajili. Nambari ya usajili 347. Yani kwa ufupi mhubiri nasema nimemkubali. Thank you very much. One low. Ambia mtu yoyote amekaa kando yako kama anafanana na mtu kutoka Kisumu, Ujaluo itakuwa. Na leo nimekuja kusema kwa nini nimekuwa nikisema Ujaluo itawaua. Are we together? Mjaluo ni mtu siku katia demu. Anatumia pesa. Wajaluo hapo ndio sasa mnanisaidia, mnajipigia makofi. Mko wachache. Amwezi hata nipiga na alofu. Ni sawa tu. Niko na pesa musi. Yule Mungu amewapatia ndiye ameninyima. Sasa Mjaluo ni mtu anatoa pesa kiongelesha mtu. Msichana anasema, "A girl baby, how is you?" Baby, pesa ya kama 100 mtu akikupatia usichukue. Huyo ni pesa wa wasee, imeandikwa Mzee Jomo Kenyatta. Anaendelea, "A girl baby, have you ever been into Kericho? Kuona tu chai." Hapana. Baby nakupeleka Kericho saizi, ngoja. Anatoa pesa ya Kericho. Wenye hawana hizi pesa saudi yenu. Baby tumefika Kericho. Wanachuna chai. Baby hiyo ni yako ya chai, kunywa. Anaweka kwa mfuko. I will tell you these things for free. Baby, unaonaga Mike Sonko akipiga ukuta, Ferdinand Waititu anapigwa, siji. Umewahi ingia kwa parliament wewe? Eti bado. Baby, you have a privilege. Ingia kwa parliament.
Hii ni parliament. Ingia kwa parliament. Alafu baby, kitu ya mwisho wacha nikwambie baby, umekuwa ukiniambia kitu nikupeleke uone wanyama. Na ile mnyama unapenda sana ni elephant. Ndovu. Baby, hey! Wacha nikupeleke huko. Hawa ni wandovu wangapi? 3, si ndio? Na mtoto amelala amechoka, si ndio? Sasa baby, achana na huyu. Mimi ni mtu, sisemi na sijarenga. Mimi ni mtu, wallet yake ikipotea, mimi ni mtu, wallet yake ikipotea mtu hawezi chukua. Hiyo wallet kwanza inatafutwa na watu wanajiita KWS, Kenya Wildlife Service. Wallet yangu si wallet. Wallet yangu ni National Park. So now, ladies and gentlemen, I want to welcome on stage the people that I send to go to the streets of Nairobi, to go to the streets of Kenya in different counties, to bring me comedians that are funny. And so I want to introduce to you this lovely lady, Wapinduria Shix Kapienga. Saseni, Jesse, unajua kuna kitu moja mimi hujiuliza. Unajua kabla mtu ameki, tunajua? Yes. Okay, mtu kaa Dambuki, that's Churchill, sio? Churchill. Lazima kuna kitu alikuwa anafanya before, right? So mtu kama mimi ulikuwa unafanya nini? Ngoja, kabla ninge theater nilikuwa na choir, nilikuwa choir. Sasa, yes. Wewe ulikuanga Asha. Mimi nilikuwa Asha. Navaa ile shash. Kile inaitwa sash. Sash. Hiyo. Sasa umejiuliza Mbusi alikuwa nini kabla make it? Mbusi, unajua wewe mlikuwa mabeste kitambo. Tulikuwa mabeste na Mbusi. Mbusi mmoja. Unajua alikuwa anafanya nini? Mbusi alikuwa anafanya nini? Mbusi alikuwa mganga. Kwa historia yake kusemanga wagwan. Wagwan. Alikuwa mchawi. Sini akita waganga. Waganga. Wagwana. Alafu unajua Wagwan. Wagaga wanasema. Yeye ni Mkikuyu, hapa kuna N. Wagaga. Hapo ni Wagwana. Kabisa. Hizo mambrcha. Mrr zile na nini ile kitu, si ndio? Kwa hivyo nikaleka. Kwa hivyo katoka wapi? Brrr. Kabisa. Harirariwa. Kubwa. Kabisa. Hakuna. Brrr. Ndio. Enyewe mtu alikuwa mchawi harirario. Kung'uta akung'ute kungu. Wagwan. Sasa hao ni wangwana. Wagwan, mwasemaje? Hizo ndio zake. So let's introduce for them nyumbani, si ndio? Kwa hii hapa. Na lazima wajue kwanza, tunaenda kwa street kutafuta talent. Yes. Yeah, we go to the streets to look for talent. Yes. Guys who can do stand up. Sa hiyo ndio reason yetu tusienda kwa streets, kupatia watu platform. So ladies and gentlemen, let us watch Teke Teke. Be mindful, don't hurt her. No. Be mindful, don't hurt her. Yes sir, I'm Bruce de Shix Kapienga. Teke ndani ya Chachi Row bila mbrcha. Na tumekaa manzi mtaani tutafute talanta. Last week kuna chali fulani beshte yangu alikuwa Gagidhare, yani Madhare. Ameletwa na Doki mtaani hapa hivi chini hapa Nakumat. Doki anamuli akafika, alafu mtoi wa kwanza
Nje hiyo hao mtoi akatoka wa kwanza. Akaulizwa na Doki, "Huyu ni nani?" Akamwambia, "Huyu ni firstborn wangu." Wa pili akapita, kienda shule. Akamuuliza, "Na huyu?" "Huyu sasa ni yule mwingine anaenda shule." Wife akatokea pale. Kuangalia wife hivi, akasema, "Sasa that's my wife." Kukatokea mwanaume kwa hiyo nyumba. Doki akamuuliza, "Na yule naye ni nani?" Unajua mzee alisemaje? "Huyo ni mimi." Unaona wocha Lima anasema daddy poa hapo. Yeah. Kisii. Wakisii wanaga difference ya kucheka na kulia. Wanacheka tu the same. Ile difference unazoona ni machozi. Juzi nimeenda Mathare. Pata mawazimu watatu. Wametulia tu. Wameanza kusema aje? Ati jamani aje. Leo tunaepa. Wakaanza kutoa maidia. Ati tunaepa aje? Ati tunaenda gate, tunashika wochi, tunamkanda. Alafu tunafungua gate, tunaenda. Wakafika kwa gate. Wochi hakuwa. Wakarudi wakisema manze plan imefail. Otia yuko, hakuna mtu wa kupiga twende. Tutafanya. Kosi mtani gani? Gani? Ati mtani gani? Gani? Shoni gani? Teke. Ndani ya Chachiro. Wagwan bila Don't underestimate the powers. So ladies and gentlemen, please put your hands together for the next comedian coming, one and only Mathayo Theophilus. Wazi DJ. Unajua kuna hizi lottery games. Hizi akina tetemesha watu ushinda. Mimi sijaiona mtu najua ameshinda. Nyinyi mshaiona mtu mnajua ameshinda? Nani? Hakuna. Na wale watu ushinda kawaida inakuanga ni watu wa bodaboda. Unasikia Kenyajui ni fama. Hiyo ni wase wa kawaida. Kuna wale hawajaishinda, sijaiona kama mademu corrupt kizungu. Weekendad, Wifikad. Hajaishinda. You can imagine akiwa hapo akiulizwa ulikuwa wapi, anasema I was just in my place with chilling with my chiles and then you guys pigiad me. You know. And then you told me I and Shindad were 500 G's. I was like No. You're saying what I will use with this money? Yeah, I'll just take my gas to blankets and wine, mingle, and the sucker. Can I lia? You know, I've never seen a professor, engineer, Douglas Owino win this thing. Unajua kwanza, yeye anakuja anasema ile kazi yeye ufanya. I'm a pilot, but an engineer party time. You know, but you know, I was just in my house and you guys called me. It was nice to hear I've won 1 million shillings. Now, what I will use with 1 million shillings? No, not what I will use with 1 million shillings, but what I normally do with 1 million shillings. Apata. Hakuna msee wa ghetto ashaiwini cash. Hakuna ati anasema mtunguna ya. Mimi nilikuwa tu nimetulize base mazee. Sasa mshi wa mine akaniletea nangus. Kuangalia mbana yenyewe hata si menzei. Sasa mkaniambia mimi nimeshinda mita 1. Nikashindwa leo. Kwani ni Illuminati nini? Alafu anaulizwa how will you use 1 million shillings? Kwanza nitaenda ile base ya kama nishike mugoksi ya nusu mita. Maboys wote hapo kwanza wakule. Hii nusu mita ingine. Hiyo ni ya Sprite na jugu. Thank you, I love you Nairobi. I tell you.
Now, as you end up this show, I want to tell you a story. A true story. I don't want to take much of your time. It's a true story. Ambia mwenzako, true story. Now, wangapi mnakumbuka mkiwa high school tabia ambazo mlikuwa mnafanya tabia hatari? Eh? I remember we used to have noise makers, smokers. So there were guys that were used to smoke a lot tukiwa pale high school. Unajua saa mimi nilisomea wapi? Nilisomea Meru. So I remember that school kuna mwalimu alikuwa anaitwa discipline master mnoma sana. Alikuwa anaitwa Mr. Kikabo. Mr. Kikabo, huyo alikuwa mnoma, anakuchapa unasikia sambamba. Alafu we know he's tall. Akikuchapa kiboko ni kama imetoka first floor. Wapa! Unakatika. Hata uwezi keti. Ukiona watu wakitoka staff room ile discipline office, vile walikuwa wanakaa, walikuwa wanatembea wakikaa hivi. Ayani umechapwa, uliingia ofisi uko hivi, ni aje, nini, unatoka hivi. Umechapwa na nani? Mr. Sasa Mr. Ikabo alikuwa amezoea pia kushika those guys that are smoking. And then you know, wale watu walikuwa wana smoke shule, wanajificha huko kwa kiwanja. Wanaenda kwa kiwanja mahali wamesimama, wamekaa, wana smoke. So unaona tu ka light. So Mr. Ikabo alikuwa amezoea kukuja anashika mtu, kuja hapa kijana, ulikuwa unaenda wapi? You've been smoking, putting that cigarette, I've been seeing you. Lala kwa dunia. Viboko! Cha! Akapangiwa na vijana. Unajua uko Meru place nilikuwa ni place ingine dry kidogo, kuna macactus nini. Si know the way cactus kinakaa hivi. Kinakaa kimtu. Sasa wakaangalia wakaeka kasigara wapi? Hapo. Kanapulizwa na upepo. Mr. Kikabo alikuwa mkubwa na tumbo yake, tukamuona ndiye huyo. Nani anavuta sigara hapo? Akahag cactus. Wacha adungwe na miba. Na vile Mr. Kikabo alikuwa na base, nani huyo anakuvuta sigara hapo? Aliongea soprano. Alitoka hapo, akitokea hivi alikuwa anakaa porcupine. Miba huko. That guy nakwambia ukweli, he made us not smoke while we were in school. Not even drinking. Alcohol hatunge kunywa because hata ukishikwa wakati mmeenda showground, zile show mmeenda show, alafu kuna zile madisco, sijui mko hapo mmekamatana sijui na nani, Mr. Ikabo angekushika uko na msichana, uko na uniform na msichana ungeitana. Mimi nilikuwa najificha asinipate na nani? Na Nkirote. Nakwambia siku moja tulienda showground, si mnakumbuka hizo disco kina Omega 1 disco, na kuna nyingine ilikuwa inaitwa Monrumba, ilikuwa inagurumisha sana. Tumeenda now, these discos zilikuwa very funny za showground. Did you notice that hiyo wall ya hiyo disco ilikuwa ya magunia? Ilikuwa wall ya magunia, na ungeingia hivi. Lazima ungeenda unalipa unaingia. Sasa muziki imecheza, niko hapo. Mimi nimepata Nkiroteka kwa hapo, niko nimeenda hapo na swag yangu ya Mero akiangaina, niko hapo. Sasa haka kadem nimekaonea mbali. Mbasi yao ndio hiyo imekuja akaangeta ngaos imepaka hapo. Mimi na swaga yangu nilikuwa na blazer juu nilikuwa prefect. Habari Nkirote. Akaniambia mzuri sana, hakuna shinda mambo haki nimekumisa sana, umepotea siku hizi kunjangi suo yetu. Nikamwambia usinjari Nkirote, sasa leo unataka tuende wapi na show ndio hiyo imejipa. Kaniambia mimi nataka tu nipeleke Omega 1 disco. Nikamwambia sawa, nikaenda nikamlipia. Hey, wacha muziki ianze. Si mimi nimekuwa nikinyemelea Nkirote. Niko hapo nimekangojea. Tukaingia Omega na nikalipa. Tulikuwa tunalipa 10 bob. Nikalipa 20 bob ikanitoka. Nkirote tuende disco. Mimi nimekafuata nyuma. Muziki ikaanza, zile muziki za zamani. Unazikumbuka? Alafu hizo ni zile una scream ukizisikia. Nimenyemelea kanani? Kankirote nako kako tu hapa. Nkirote ameenda. Na mimi niko tu hapo pia. Hii mlikuwa mna dance mpaka asubuhi. Sasa nikamkaribia. Huyu ndiye Nkirote. Ameenda, tumeenda, yako hapa.
Na mimi nimeenda, kumbe tumeshafika kwa fence. Kumbe hiyo ukuta sio ya mawe. Nimeenda hapo kujinais na kirote kangu. Sisi nje. Tulitoka nje. Tukarudi tukidance na vumbi zetu. Thank you so much, ladies and gentlemen, for watching Chachi Row. See you next week. I've been your host, MC Jesse.